Petro mlango ni ule wa 2 mstari wa 18 hadi 25. Nataka kuzungumzia juu ya wema wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wema wa Mungu ndio huu ambao mtumishi wa Mungu Petro alionena mahali hapa. Japo kwa ukisoma uko na ujumbe tofauti, lakini unaonyesha ya kwamba ni kwamba Mungu anataka kudhihirisha yeye akiwa Bwana, ama Yesu akiwa Bwana, akiwa mfalme wa wafalme, Mungu akiwa juu yetu, akiwa baba yetu, kwamba sisi tukiwa wana wake tunastahili kumtii, kwa sababu wakati tunapomtii wema wake unakuwa juu yetu na anaachilia baraka katika maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema, enyi watumishi watiini bwana zenu kwa hofu nyingi, sio wao walio wema na wenye upole tu, bali nao walio wakali. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ama neno la Mungu linatukumbusha ya kwamba tunastahili kuwatii mabwana zetu ama waliotuajiri, wale ambao wametusimamia, walio mbele zetu. Tunastahili na kuwatii, wawe wapole na wawe wakali. Bwana Yesu asifiwe sana. So, kama angesema wale wapole, wale wakali wangeachwa nje. Na kuna mtu ambaye ni mkali, lakini ukali wake ni wa kukuelekeza katika njia ile ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Yesu akaingia katika hekalu, akaonyeshana ukali wake, akachapa watu waliokuwa wanafanya biashara katika nyumba ya Mungu, na akawatoa wote, na akasema ya kwamba nyumba ya baba yangu itakuwa ya sala peke yake, bali sio ya nini? Si ya biashara. Itakuwa ni ya sala, itakuwa ni ya kumwabudu, lakini si ya kufanyia biashara. Akaonyeshana ukali wake pale. So kama Biblia ingetambua wale wapole, wakati ule Yesu amekuwa mkali, ungewekwa nyuma ama ungewekwa kando. Ndio maana anasema ya kwamba tuwatii wale mabwana zetu, wawe wakali, wawe wapole, wote tujue ya kwamba Mungu amewaweka kwa kusudi na malengo yake makuu. Wacha nikuulize mchana wa leo, unanyenyekea chini yake kiasi gani? Kwa sababu yule unastahili kumheshimu, unastahili kumtii, ili akaona mfanyikazi mzuri, wakati na mwingine wewe aweze kukuongezea mshahara, aweze kukupromote kutoka hatua moja hadi nyingine, na hata pia uweze kusoma jambo kutoka kwake. Lakini kama aonyeshani utiifu, basi ina maana ya kwamba utabaki kuwa vile. Number 1, hauna mipaka. Wema wa Mungu hauna mipaka. Mungu wema wake uko kwa wale wazuri na uko kwa wale wabaya. Na ndio maana Noa anapenda kusema ya kwamba hata siku ya leo mvua ikinyesha, hata wachawi watavuna mahindi. Mvua ikinyesha siku ya leo, hata yule mganga atavuna mahindi. Siku ya leo hata wale wabaya ambao tunaona kwamba walimkana Yesu Kristo, bado na wao wako na mapato. Tunaona ya kwamba Mungu anabariki, lakini kuna baraka zingine fiche ambazo anapatia wale wanaitwa watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna baraka fiche ambazo wale ambao hawajaitanishwa na jina lake tunazipokea, na baraka ile kubwa ni wokovu, uzima wa milele, na hata pia kukaa na
milele na hata milele. Hizo ni baraka fiche ambazo zinapokelewa na wale ambao wamepokea Yesu Kristo. Lakini wema wa Mungu hauna mipaka, na ndio maana anasema katika hali ya kutii, katika hali ya utendaji kazi, ukaweza kutii wale wazuri hata wale wabaya, kwa sababu wote ni kazi ya mikono yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule ambaye unaona hafai kwako, jua ya kwamba ni kazi ya nani? Ya mikono ya Mungu. Biblia inasema kwamba na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu, na akamuumba mwanadamu. So mwanadamu ni mfano wa Mungu. Wakati ule ambao unaona ya kwamba huyu hafai na hastahili kusaidiwa, hastahili mambo haya, jua ya kwamba kwa Mungu na ndio maana Biblia inasema kwamba Mungu anasema uinua vyombo vile vidhaifu ili kuaibisha vile ambavyo viko na nini? Viko na nguvu. Kwa sababu wema wake hauna mipaka. Haujui kwamba umebarikiwa, uko na fedha ama hauna fedha. Haijalishi ya kwamba umesoma ama haujasoma. Haijalishi ya kwamba uko na watoto ama hauna watoto. Haijalishi uko na kampuni ama hauna kampuni. Haijalishi wewe ni tajiri ama ni maskini. Jua ya kwamba wema wa Mungu uko kila mahali, hauna mipaka kama mwanadamu vile anavyoweka mipaka yake. Ndio maana diani ninasema ya kwamba tumetoka mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale yote tuliokuwa tunapitia, wema wa Mungu ulikuwa pamoja nasi. Hata kuja kunyang'anya ile ploti iko pale, wema wa Mungu ulikuwa pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hatua zote, kuchanga kote, kung'ang'ana, hata saa ingine kupotelewa na school fee kwa sababu ya kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, jua kwamba wema wa Mungu uko pamoja na wewe. Haujawahi kutuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Enyi watumishi, watiini bwana zenu kwa hofu nyingi, sio wao walio wema na wenye upole tu, bali nao walio wakali. Maana huu ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu, pale ateswapo isivyo haki. Mtu akivumilia huzuni. Huzuni, ukiona mtu yuko na huzuni, ni kwamba kuna hali ngumu ambayo anapitia. Jua ya kwamba aidha ameacha na mtu wake, ama ameweza ajui atafanya nini. Kuna mambo magumu ambayo yako mbele yake na anaendelea kuyafikiria katika akilini mwake na ajui atafanya nini. Anaingiwa na huzuni kwa sababu ajui atafanya nini. Lakini katika hayo mambo yote inasema ya kwamba maana huo ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka. Kwa kukumbuka nani? Kumbe kuna baraka za Mungu wakati unapokuwa unahuzunika, ukifikiria kazi ya Mungu itaendelea namna gani? Ukifikiria kanisa la Kristo litaendeleaje? Ukifikiria huduma hii itafanikiwa namna gani? Hii huduma ya Mungu, wakati unapoendelea kuhuzunika na kufikiria mambo kama haya, kuna wema wa Mungu ndani yako. Kuna baraka za Mungu ndani yako. Kuna watu ambao wafikirii kanisa litaendelea namna gani. Kuna watu wanakuja tu na kuabudu na kwenda. Hawezi kuwa anafikiria hili kanisa litaama hapa kwa namna gani. Kuna watu ambao wafikirii tutapata ploti namna gani. Yeye anasikia maisha iko sawa sawa. Lakini hata kuambia ya kwamba wakati unapohuzunika, ukijiuliza kikundi hiki kitaendelea vipi, hii huduma ya Kristo itainuka namna gani, jua kwamba kuna wema wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu wema wa Bwana hauna mipaka, Mungu anakukumbuka na anaachilia baraka kwako. Na kwa sababu unahuzunika kwa ajili ya huduma yake, anakupatia njia ya kufanya kile ambacho unataka, ama kutekeleza kile ambacho unaona kinafaa. Na baada ya kupatia uwezo, anakupatia baraka zako binafsi za huduma
pamoja na zako binafsi. Angalia watu waliotaabika kwa ajili ya kazi ya Mungu siku ya leo. Wale watu wako na tofauti mkubwa sana. Hata katika kanisa ambalo unaabudu, tazama watu waliotaabika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Maisha yao yako tofauti sana. Maisha yao yako mbele, kwa sababu wakati wanapopata baraka za Mungu, Mungu naye anaachilia baraka. Anakuinua, anabariki familia, anabariki kazi yako, anabariki mapato yako, na hakuna wakati utahesabu hasara katika maisha yako. Ephesians 6:5-6. Enyi watumwa, watiini wao walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo. 6. Wala si kwa utumwa wa macho tu, kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kama watumwa wa Kristo, mkitenda yampendezayo Mungu kwa moyo. Asante. Tuwatii mabwana zetu. Na ndio maana kila wakati sisi wachungaji, wacha niseme wachungaji wa AIC, kuna mahali ambapo hizi nipeleka nikapita, kwa sababu najua sio kiwango yangu, na nataka niwatii yao, na nataka ninyenyekee. Nasema tuwatii kama vile tunavyotii Kristo. Bwana wetu ni mmoja sasa, ambao ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika dunia hii kuna watu ambao tunawaita mabwana zetu, tunaowaita wakubwa zetu, tunaowaita viongozi wetu. Tunastahili na kuwatii kama vile tunavyotii Kristo, ili tupokee hata wema wa Bwana zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 2, wema wa Mungu hauna masharti. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauna masharti. Hakuna wakati Mungu anataka kupatia wema alafu akuwekee masharti. Wema wa shetani uko na masharti yake. Anakuambia nitolee dhabihu hii, nipe mama yako, nipe mtoto wako unayempenda, nipatie hiki, nipatie kiasi ya pesa, ili nikuonyeshe wema wangu, nikubariki. Baraka za Mungu ama wema wa Mungu hauna masharti. Sharti ni moja tu, kuwa Mkristo na usimamie imani na utembee katika njia za haki. Unapokea wema wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauna ya kwamba kwa sababu wewe unajua kwamba nikiwa Mkristo, nikitembea katika njia za haki, nastahili kumwabudu Mungu, na nikienda kumwabudu Mungu nastahili kumtolea sadaka na fungu la kumi. Ibada yenye maana si pesa, si fungu la kumi, si sadaka, si kwa ajili ya maendeleo. Ni huo mwili wako ukiutoa mbele za Bwana kwa ajili ya kumtumikia, na kwa sababu wema wa Bwana hauna mipaka. Ukitoa mwili wako itakuwa ibada ambayo inabariki ufalme wa mbingu, ufalme wa kiroho, na utabariki na hata wengine. Lakini watu wengi wanajua ya kwamba kufanyia Mungu ibada yenye maana, ibada yenye baraka ni kutoa pesa nyingi katika kanisa. No. Mstari ule wa 20 na 23. Kwa maana ni sifa gani kustahimili mtendapo dhambi na kupigwa makofi? Lakini kustahimili endapo mema na kupata mateso. Huu ndio wema hasa mbele za Mungu, kwa sababu ndio mlioitiwa. Maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfuate nyayo zake. 22. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Asante. Kumbe kuna kupigwa makofi. Haleluya. Na ukipigwa kofi unaanza kulalamika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina haja gani ya kutenda dhambi, na wakati unapigwa makofi unaanza kulalamika? Wajua hata Mungu siku ya leo anatupigaga makofi. Halo? Na kofi la Mungu
huwezi kulisikia uchungu kama vile inavyokupiga. Na Mungu ni kama panya, anakupiga kidogo na anakupulizia. Dakika ya mwisho nakuta ukucha umeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu utasikia uchungu, utaanza kusema ni kawaida nikuwe vile nilivyo. Utaanza kusema season hii ni mbaya. Utaanza kulalamikia serikali yetu. Utaanza kusema hali si hali. Lakini inaweza kuwa ni kofi la Mungu amekuchapa na ukawa hauwezi kuelewa kama umechapa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo Biblia inauliza ya kwamba ina haja gani wakati unapotenda dhambi unapigwa makofi? Si utende ile ya haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tenda ile ya haki ili ukapate wema wa Mungu. Bwana akakuone ukiwa sawa sawa. Mungu akakuone moyo wako ukiwa sawa. Mungu akaone njia zako zikiwa sawa. Mungu akaone huduma zako zikiwa sawa. Aachilie wema wake katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye ambaye anatembea na wema wa Bwana huonekana, hata watu wanamtambua kabla yeye mwenyewe kujieleza kwao. Biblia inasema Wayahudi wakamuona Petro akitembea tu kwa miguu, akitembea tu, akasema huyu jamaa hajasoma. Vile tunavyomwona kazi yake ilikuwa ni kuvua samaki. Alikuwa huyu hajaingia darasani, lakini vile anavyotembea anaonekana alikuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Hebu nikuulize mchana wa siku ya leo, watu wakikuona mtaani wanasema wewe ni nani? Watu wakikuona pale kijijini, watu wanasema wewe ni nani? Wakikuona pale kwa plot ulipokodisha nyumba, unapoingia kwa gate, watu wanasema wewe ni nani? Petro hakuweza kujitangaza, lakini kwa sababu ya utembezi wake, kwa sababu ya mavazi yake, kwa sababu ya maneno yake, watu wakasema ya kwamba huyu kweli alikuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Watu wanaweza kukushuhudia ya kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Hata watu wanauliza, kwa hiyo ploti utahama lini? Haleluya. Kama tuko pamoja, inua mkono wako juu. Amen. Unaweza sababisha kanisa lako ambalo unaliabudu lifikia kutukanwa, lifikia kudharauliwa, lifikia kunenewa mabaya kwa sababu ya matendo yako. Na watu wakasema ya kwamba kama huyo mtu ndiye anaabudu na kanisa, mimi sitaenda, afadhali nikae chini, nikae nyumbani. Ni watu wangapi wamekataa kuingia katika maisha ya Kristo kwa sababu ya maisha yako mabaya? Kwa sababu ya wema wa Yesu Kristo, mahali alipokuwa anatembea, alikuwa anabariki, watu walikuwa wanabarikiwa, walikuwa wanainuliwa. Ni kwa sababu yeye alipenda watu wote na wema wa Mungu ulikuwa juu yake, likasababisha watu kumpenda na kumfuata. Bwana Yesu asifiwe. Wema wa Mungu unabariki. Wema wa Mungu unasaidia. Wema wa Mungu unabariki wengine na unaokoa wengine kule. Kwa hivyo ni wewe na mimi tuangalie maisha yetu. Kuna wengine waenda mbio kutafuta kwaya hii itaisha namna gani. Wengine waenda mbio kutafuta ushirika wa mama utaisha namna gani. Wengine waenda mbio kutafuta kanisa litaisha namna gani. Kama litapata aibu kwa njia gani. Unajua ya kwamba yale ambayo unayatakia mabaya kwa wengine huwa yanarudi kwako, kwa sababu huduma hii iko na mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anaipeleka kama vile mwenyewe anavyopenda. Namba 3 ni kwamba wema wa Mungu hauna mwisho. Ni wa milele na milele. Milele na hata milele. Soma 24:25. Yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo, lakini sasa mmerudia mchungaji na mwangalizi wa roho wako. Asante.
Bwana Yesu asifiwe. Tulipokuwa wenye dhambi, Mungu akaonyeshana wema wake kwetu, akatoa Yesu Kristo akafa msalabani kwa ajili yetu. Wema wa Mungu ni wa milele na hata milele. Lakini wewe ulimi wako unakata kama nini? Ni mkali kama nini? Ni kama wembe. Ukinena maneno mabaya juu ya wengine. Kama Mungu alinipenda nikiwa kwenye dhambi na akaweka wema wake nikaokoka, kwa nini wewe unaona shida zangu na uone zile zako? Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Biblia inasema kabla haujaona kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, toa kwanza boriti. Kabla hujaona shida zangu, kabla hujaona ubaya wangu, kabla hujaona matendo yangu maovu, tuangalie yako kwanza, rekebishe. Mungu alinipenda, pengine ulikuwa mlevi, ulikuwa malaya, wengine kama mimi tulikuwa Waislamu, Mungu akatubadilisha. Haleluya. Wengine walikuwa ni wauaji, wengine walikuwa hawatambuliki kwao, lakini kwa wema wa Mungu unaitwa mtoto katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Kwa nini sasa wewe unaona shida zangu? Bwana Yesu asifiwe. Na kwanza kunitoa makosa, kwanza kunitoa point. Kwa nini Mungu asinitoe kiasi ya kwamba hakupenda nisiingie hapa? Kwa nini Mungu asitoe point mshirika mwenzako ambao Mungu amemleta hapa? Mungu asisimame ya kwamba huyu hastahili, wewe hastahili, wewe toka usiingie kwa kanisa la Mungu. Wewe ni nani unaotoa point wateule wa Mungu? Na ndipo Biblia inasema, Yesu akasema, toa kwanza boriti, jirekebishe wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hata pengine yale ambayo unaona kwangu mabaya, kwako ndio zaidi, kwako yanaoza, yako na mabuu. Haleluya. Yako na mabuu, na yako pengine ndio yanaanza. Kwa nini unaona usirekebishe kwako? Wacha kupamba maisha yako chini yakiwa yameoza na kuangalia maisha ya watu wengine. Wema wa Mungu ndugu zangu ni wa milele. So leo nimeokoka, nimepata Kristo, naenda mbinguni kwa imani. Hata kutolewa point, fanya kazi ya Mungu ukingojea wema wa Bwana. Haleluya. Hata ukiambiwa ufai, njoo nafaa mbele za Bwana. Wajua saa ingine tunatoananga tu pumzi polepole tu, kitu ambacho hata hakina maana. Wewe ni nani wewe? Bwana Yesu asifiwe. So tufanye kazi ya Mungu ndugu zangu. Fanya kazi ya Mungu ukingojea wema wa Bwana. Utawale katika maisha yako, ukuinue katika kiwango kingine, lakini si kuinuliwa na watu. Usitake watu wakupigie makofi katika huduma. Kristo anakupigia na anatilia wema wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nasema ya kwamba wema wa Mungu hauna mwisho. Ni wa milele na hata milele. Akiamua ataachilia wema kwako. Kila kwamba huo wema ni wa milele na hata milele. Hata wachawi na waganga wasimame. Wajomba zako na dada zako wasimame. Hata ni zako wasimame wapinge. Hata wazazi wapinge. Hata marafiki wapinge. Wanafanya kazi ya bure. Mungu ameotesha kidole chake na akaachilia wema juu yako. Lazima utasonga mbele kwa imani. Yesu asifiwe sana. Ni kwenda tunafanya nini? Ni kwenda tunaenda. Yaani tumeenda ama hatujaenda? Tunaenda ama hatujaenda? Kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kwamba eti tuko na fedha. Si kwamba eti tuko na uwezo. Si kwamba eti sisi ni wazuri. Lakini kwa neema ya Bwana iliyo juu yetu. Neema ya Bwana iliyotukalia ndio inafanya tufike mahali ambapo tumefika. Na ndio nasema ni ya milele. Tusichoke kufanya kazi ya Mungu.